الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ni tarehe 5 mwezi wa Safar mwaka 1448 Hijria, sawa na tarehe 20 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 Miladia. يقول الشيخ بازمول حفظه الله تعالى kuelezea fasli hii ya adhkaru rukuu, adhkar za kurukuu. Tumefikia as-sifatu as-sabi'a annahu kana yaqulu sallallahu alayhi wasallam subhana dhil jabaruti wal malakut. Subhana ذي الجبروت والملكوت. قال الجبروت يعني القاهر، فهو سبحانه القاهر فوق عباده، ni mwenye kuwaghilibu waja wake. Yeye ni mwenye nguvu, mwenye kuwaghilibu, yuko juu ya waja wake. Hadha aljabarut. Walmalakut qala huwa subhanahu wa ta'ala huwa almaliku almutasarrifu fi kulli shay'in, yeye ndiye mwenye kumiliki kila kitu, yeye ndiye mwenye kufanya kila kitu. Ay sahib alqahri watasarrufi walmaliki fi kulli shay'in walkibriyai wal'azama. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kughilibu, ndiye mwenye kufanya mambo yote, ndiye mwenye kumiliki kila kitu. Walkibriya wal'azama, pia Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kusifika na sifa ya kibriya, ukubwa na utukufu. Wa hadha qalahu sallallahu alayhi wasallam fi salati al-layl. Dhikri hii Mtume sallam alikuwa akisema katika sala za usiku anaporukuu. Wal aslu anna ma qalahu ar-rasul sallallahu alayhi wasallam fi salati an-nafila yajuzu fi salati al-fardh, na asili ni kwamba alilosema Mtume sallam katika sala za sunna pia linafaa kulisema katika sala ya faradhi. Kwa hiyo dhikri hii pia unaweza ukaisema katika sala ya faradhi, pamoja na kwamba Mtume ilikuwa akiisema katika sala zake za usiku. Wa huna mas'ala, hal yushra'u lilmuslimi an yajma'a hadhihi siyagha kullaha fayaquluha fi ruku'i au fayaqulaha fi ruku'i. Asema, je, ni sunna kwa Muislamu aseme matamshi haya yote, ayaseme katika, ayakusanye yote haya matamshi yote yaliyokuja katika rukuu, ayakusanye katika sala moja. Fayaquluha fi ruku'i fayaqulaha fi rukuu, kisha ayaseme katika rukuu. Yani idha salla salata wa raka'a, yani mtu akisali na akarukuu aseme subhana rabbil azim thalathan, kisha aseme subhana rabbil azim wa bihamdihi thalathan, kisha aseme subuhun qudusun rabbul malaikati waruh, thumma yaqulu subhanaka allahumma bihamdik allahumma ighfirli wa ghayraha ma'aha. Na matamshi mengine pamoja na haya ayaseme katika rukuu moja. Hal yushra'u lahu an yajma'a hadhihi siyagha fi ruku'i alwahid, je, ni sunna mtu ayakusanye matamshi haya yote katika rukuu moja? Aljawabu, qala bihadha ba'du ahli alilmi, baadhi ya ahli alilmi wamesema hivyo kwamba ndiyo inajuzu kuyakusanya yote katika rukuu moja. Thumma qala Sheikh Bazamul hafidhahullah, wadh-dhahir wallahu a'lam anna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam lam yakun yajma'u hadhihi siyagha fi ruku'in wahid. Dhahir iliyo wazi, wallahu a'lam, ni kwamba Mtume sallam hakuwa akiyakusanya matamshi haya yote katika rukuu moja. Wa idha arada almuslimu an yati bisunna fa innahu yati bisighatin fi ruku'in
wa fi ruku'in akhara yati bi sighatin ukhra. Muislamu akitaka kutekeleza sunna alete sigha moja, tamko moja la rukuu, la dhikri hii katika rukuu nyingine alete matamshi mengine, dhikri nyingine. Wa fi ruku'in akhara yati bi sighatin ukhra, na katika rukuu nyingine analeta matamshi mengine ya dhikri nyingine, anabadilisha. Hadhihi sunna, hii ndiyo sunna. Wa huwa dhahiru nusus alwarida, na hii ndiyo dhahir ya hadithi zilizokuja katika jambo hili. Fa innahu lam yati fi nassin min an-nusus anna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam jamaa hadhihi as-siyagha wal adhkara fi ruku'in wahid. Asema haikuja katika nasi ya hadithi yoyote katika hadithi za Mtume sallam kwamba Mtume ilikuwa akiyakusanya matamshi haya na adhkari hizi zote katika rukuu moja. Innama kana marratan yaqulu hadha wa marratan yaqulu hadha, isipokuwa Mtume ilikuwa akisema dhikri hii mara fulani na mara nyingine dhikri hii nyingine. قال في نزل الأبرار صفحة 884 قال في الأذكار والأفضل أن يجمع بين هذه الأذكار كلها إن تمكن. أنا سمع كتك الأذكار قال في نزل الأبرار صفحة 84 قال في الأذكار والأفضل أن يجمع أو أن يجمع بين هذه الأذكار كلها إن تمكن. bora zaidi ni kukusanywa baina ya dhikri hizi zote ikiwezekana hilo. Wakadha yambaghi an yuf'ala fi adhkari jami'il abwab, pia inatakikana ifanywe hivyo katika adhkari za milango yote, katika sujudi, katika intidali, pia kuzikusanywa adhkari zote. Intaha kalamu hadha. Qultu Siddiq Hasan Khan qala yati marratan bitilka wa bitilka ukhra, alete mara nyingine kwa dhikri hiyo, mara nyingine kwa dhikri hiyo nyingine. Wala ara dalilan ala aljam'i, anasema Siddiq Hasan Khan, sijaona dalili ya kukusanya adhkari hizo zote katika rukuu moja. Wala ara dalilan ala aljam'i. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمعها في ركن واحد, alikuwa Mtume sallam hazikusanyi adhkari zote hizo katika nguzo moja. Bali yaqul hadha marratan wa hadha marra, bali alikuwa anasema hii mara fulani na dhikri nyingine mara kadha. Walittiba'u khairun min alibtida, kumfuata Mtume ni bora kuliko kuzusha. Walittiba'u khairun min alibtida, kufuata ni bora kuliko kuzusha. Kwa Mtume ilikuwa hakusanyi adhkari hizi 2 au 3 au 4 katika rukuu moja. Fa in qila, ikiulizwa madha nasna'u fima jaa fil ahadith annahu yushra'u an yutila al-insanu ruku'ahu, tutafanya nini katika hadithi zilizokuja kwamba ni sunna mtu kurefusha rukuu yake? Mtu akirukuu arukuu kwa muda mrefu, ni sunna hilo. Wa idha qulna biitalati rukuu, tunaposema kurefusha kurukuu, wa annahu la yaqulu illa bisighatin wahida, na kwa mtu hasemi isipokuwa tamshi moja tu, dhikri moja tu. Maana hadhihi أنه لا يقولها إلا 3 مرات سبحان ربي العظيم 3. Yani hiyo kurukuu kwa muda mrefu atasema vipi mara 3 tu subhana rabbi alazim? Aljawabu naqulu arrukuu min amakin ad-du'a fi as-salah, rukuu ni katika sehemu za dua katika sala. Fa inna amakin ad-du'a fi ar-ruku'i was-sujud والجلوس بين السجدتين والجلوس في آخر الصلاة هذه مواطن الدعاء.
Sehemu za dua ni katika kurukuu na kusujudu na kukaa baina sijda mbili na kukaa mwisho wa sala. Hizi ni sehemu za dua dakhila as-salah. Faidha qala al-musalli dhikra al-warida عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الركوع له أن يشغل باقي الوقت بالدعاء. Mwenye kusali akisema dhikri iliyokuja kutoka kwa Mtume sallam katika rukuu, ni sunna pia ashughulishe wakati uliobakia kwa dua. Au an yukarrira nafsa dhikri allati ikhtaraha, au akariri nafsi ya matamshi ya hiyo dhikri aliyoyakhitari matamshi hayo. Sheikh Bazamul anasema rukuu pia ni katika mahali pa dua kama vile sujudu. Lakini hii kama nilivyomsikia Sheikh Ahmad Al-Jazairi hafidhahullah anasema hii ni khas kwa Mtume, ndiye aliyekuwa yajuzu kwake kutoa dua katika rukuu yake. Ama katika sujudu, naam, ni sunna dua katika sujudu, lakini rukuu ilikuwa ni khas kwa Mtume sallam, kwamba yeye anaomba pia katika rukuu. Qala fa in atala almuslimu arruku'a, muislamu akirefusha kurukuu, wa jamaa hadhihi siyagha fihi, akayakusanya matamshi haya adhkari katika rukuu yake, fa inna amalahu hadha ghairu mashru', amali yake hiyo sio sunna, walakinahu jaizun ma'al karaha, lakini inafaa hivyo pamoja na kwamba ni makruhu. Inafaa kukusanya dhikri 3 4 katika nguzo moja. Wadalilu ala aljawaz anna ar-rasula talaba minna ta'dhima Allahi fi rukuu. Mtume sallam ametutaka tumuadhimishe Allah katika rukuu. Faqala wa amma ar-rukuu fa'adhimu fihi rabba, ama rukuu muadhimisheni Allah katika rukuu, kuonesha kwamba rukuu ni taadhimu tu, sio dua. Kwa hadithi hii ya Mtume, amma ar-rukuu fa'adhimu fihi rabba, hadithi inafahamisha kwamba kurukuu hakuna dua, ni kumuadhimisha Allah na kutoa adhkari hizi tu. Faman ata bihadhi siyagha faqad adhama rabba, asema anayeleta matamshi yote haya adhkari, huyo pia amemuadhimisha Allah, akithibitisha kwamba inajuzu hivyo, lakini ni makruhu. Mtume hajafanya hiyo ya kukusanya adhkari 2 3 4 katika rukuu moja. Itwalatu rukuu, kurefusha kurukuu. Wa kana sallallahu alayhi wasallam yaj'alu ruku'ahu wa qiyamahu ba'da ar-ruku'i wa sujudahu wa jalsatahu baina sajdatayn qariban min as-sawa. Alikuwa Mtume sallam akijalia kurukuu kwake na kusimama kwake baada ya kurukuu na kusujudu kwake na kikao chake baina ya shida mbili karibu na sawa kwa sawa. Muda wake ni karibu sawa kwa sawa, kurukuu kwake na kusimama kwake baada rukuu, yani i'tidal, na sujudu yake na kikao chake baina ya shida mbili kariba mina sawa, muda wake unakuwa ni karibu na sawa kwa sawa. Mambo haya manne يقول الشيخ بازمول حفظه الله تعالى يعني من جهة الوقت الذي يشغله, kwa upande wa wakati anaotumia kwa kusimama huko na kurukuu na kusujudu na kikao chake baina ya sajda mbili. Wa kana rukuuhu sallallahu alaihi wasallam yushghilu muddatan zamaniyya qaribatan min almuddati alzamaniyya التي يشغلها في سجوده قريبا من المدة الزمنية التي يشغلها في جلوسه بين السجدتين. alikuwa Mtume rukuu yake anashughulika na muda ule karibu na muda wa anavyoshughulika na kuutumia katika sujudi yake, karibu na ule muda
anaotumia katika julusi yake baina sajdatain, wa hadha min as-sunna, hii ni katika sunna. Annahyu an qiraati al-Qur'ani fi ar-ruku', makatazo ya kusoma Qur'ani katika rukuu. Makatazo ya kusoma Qur'ani fi ar-ruku', katika kurukuu. Qala wa kana yanha an qiraati al-Qur'ani fi ar-ruku'i was-sujud, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akikataza kusoma Qur'ani katika rukuu na sujudu. Wa kana yaqulu ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an au sajida, fahamuni, mimi nilikatazwa kusoma Qur'ani hali ya kurukuu au kusujudu. Fa amma ar-ruku'u fa'adhimu fihi ar-rabb azza wa jalla, ama rukuu muadhimisheni Allah azza wa jalla, subhana rabbiyal azim. Wa amma as-sujudu fajtahidu fi ad-du'a, ama sujudu jitahidini dua, mumuombe Allah katika sujudu. Faqaminun an yustajaba lakum, kwani ni hakika kukubaliwa dua zenu. Wa amma sujudu fajtahidu fi du'a faqaminun an yustajaba lakum, ama sujudu jitahidini katika dua, faqaminun ni hakika kukubaliwa dua zenu. يقول الشيخ بازمول حفظه الله: تضمن هذا الفصل المسائل التالية. فصل hii nayo imekusanya masala yafuatayo. Almas'alatu alula tahrimu qiraati alqur'ani fi ruku', ni kuharamishwa kusoma Qur'ani katika rukuu. Lithubuti nahi rasuli sallallahu alaihi wasallam an qiraati alqur'ani fi ruku'i was-sujud, kwa kuthubutu makatazo ya Mtume sallam ya kusomwa Qur'ani katika rukuu na sujudu. Fala yajuzu lilmuslimi an yaqra alqur'ana fi ruku'i wala fi sujud, haifai kwa Muislamu kusoma Qur'ani katika kurukuu, pia katika kusujudu haifai kusoma Qur'ani. Labda mtu kwa kusahau, kwa kusahau mtu amesoma Qur'ani, amerukuu akasoma Qur'ani, ghafla inatokea mara nyingine mtu ameghafilika anasoma Qur'ani katika rukuu au katika sujudu, hiyo haina neno, lakini kukusudia ni makatazo, ni haramu. Wa hal yajuzu an ad'u fi ar-ruku'i aw as-sujudi bidu'ain warada fi al-Qur'ani al-Karim, je, inafaa niombe katika rukuu au sujudu dua iliyokuja katika Qur'ani tukufu? Zile dua zilizokuja katika Qur'ani tukufu, je, yajuzu kuzisoma katika rukuu na kusujudu wa kusudia kwamba wamuomba Allah, rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'a shahidin, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Dua zimekuja katika Qur'an, je, yajuzu kuzisoma dua hii katika rukuu au sujudu? Wal jawabu na'am yajuzu. Sheikh anasema jawabu ni ndio, inafaa hivyo. Ala alla yurida almuslimu bihadha qira'at alqur'ani, lakini inafaa hivyo kwamba muislamu huyo anakusudia bihadha, kwa dua hii hakusudii kusoma aya. Ala alla yuridu almuslimu bihadha qira'at alquran, juu ya kwamba asikusudie muislamu kwa hilo kusoma aya, anakusudia kumwomba Allah. Innama ya'khudhu min alaya ad-da'awati allati waradat fiha, isipokuwa anachukua katika aya zile dua zilizokuja katika aya hizo, hakusudii kwamba asoma Qur'ani. Wayad'u biha fi rukui au sujudi, alafu aombe kwa dua hizo au kwa aya hizo katika rukuu au sujudu, akikusudia dua, si kwa maana kusudia asoma Qur'ani katika rukuu au sujudi. Fa innahu idha sana'a dhalik la yakunu qad dakhala fi an-nahy, akifanya hivyo kwamba anakusudia dua, hawi ameingia katika makatazo hayo ya kutosoma Qur'ani katika rukuu na sujudu.
liannahu la ya'tabiru qari'an lilqur'ani alazim bihadha, au la yuhtabaru, hazingatii kwamba ni mwenye kusoma Qur'ani tukufu kwa hili, anakusudia dua. Waqad thabata hadithun annahu kana yaqulu fi ruku'ihi subhanaka allahumma bihamdik allahumma ighfir li. Imethubutu hadithi ya Mtume sallam kwamba alikuwa akisema katika rukuu yake subhanaka allahumma bihamdik allahumma ighfir li, wa kana yukthiru minhu fi ruku'ihi wa sujudihi. Alikuwa Mtume akikithirisha dhikri hii katika rukuu yake na sujudu yake. Yataawalu alquran, maana yataawalu alquran ay ya'malu bima amarahu Allahu azza wa jalla bihi, anatekeleza amri aliyomwamrisha Allah azza wa jalla, min tasbihihi bihadhihi sigha, kumtakasa Allah kwa matamshi haya subhanaka allahumma bihamdik allahumma ighfirli, wa huwa ma jaa fi surati an-Nasr. Na amri hiyo ni iliyokuja katika suratu an-Nasr min qawlihi ta'ala fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kwa iliposhuka aya hii, Mtume sallam akawa anakithirisha dhikri hii katika rukuu na sujud, subhanaka allahumma bihamdik allahumma ighfir li. المسألة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب. أما ركوع معظمشين الله سبق قبل قليل في أذكار الركوع عن الرسول صلى الله عليه وسلم صيغ كثيرة فيها تعظيم للرب سبحانه وتعالى. imetangulia kabla kidogo adhkari za kurukuu kutokana na Mtume sallam kwa matamshi mengi, yametangulia matamshi mengi ambayo yanakumuadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala. Fahiya afdalu siyaghi fi ta'dhimi llahi subhanahu wa ta'ala fi rukuu. Hayo ndio matamshi bora ya kumuadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala katika rukuu. Wa dhahiru lhadithi annahu yajuzu bighairiha mimma fihi ta'dhimu lirabbi. Dhahiri ya hadithi ni kwamba yanajuzu matamshi mengine ambayo yanakumuadhimisha Allah, lakini kwa sharti ya kwamba yamekuja katika sunna. Sala nzima ni kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam. Idhan dhahiru alhadith annahu yajuzu bighairiha mimma fihi ta'dhimu lirabbi. Dhahiri ya hadithi hiyo fa'adhimu fihi rabba ni kwamba inajuzu kumuadhimisha Allah kwa matamshi mengine yaliyokuja ya kumuadhimisha Allah jalla fi ula. Almas'alatu thalitha qawluhu sallallahu alayhi wasallam amma as-sujudu fajtahidu fi ad-du'a faqaminun an yustajaba lakum. Maneno ya Mtume sallam, ama sujudu jitahidini kumuomba Allah, faqaminun an yustajaba lakum, kwani ni hakika kukubaliwa dua zenu. Maanahu anna al-insana yahrisu ala al-ikthari min ad-du'a fi as-sujud. Maana ya hadithi hii ni kwamba mtu anatakiwa afanye pupa kukithirisha dua katika sujud, lianna as-sujuda min mawadhi'i al-istijabati fi as-salah, kwa sababu sujudu ni mahali pa kukubaliwa dua katika sala. Fayad'u al-muslimu dakhila as-salati fi sujudihi, muislamu aombe ndani ya sala katika sujudi yake, inshaa akitaka, au fi ruku'ihi inshaa, au katika rukuu yake akitaka. Fa in qila, ikiulizwa, ala yufhamu min qawli fa amma as-sujudu fajtahidu fihi fi ad-du'a anna ar-ruku'a laysa min mawadhi'i ad-du'a wa dhalika bil mafhum. Asema ikiulizwa, je, haifahamiwi kwa maneno ya Mtume, ama sujudu jitahidini kumwomba Allah katika sujudu, hii haifahamiwi kwamba rukuu si mahali pa dua? Mtume hakuhimiza kusoma dua katika rukuu. Qala fa amma ar-ruku'u fa'adhimu fihi ar-rabba wa amma as-sujudu fajtahidu fihi fi ad-du'a, jitahidini kumwomba Allah katika sujudu. Kwa hadithi hii haifahamishi kwamba kurukuu si mahali pa dua,
kwa mafuhumu ya hadithi hii, faljawabu la. Sheikh Bazmul anakataa na kusema la yufahamu dhalika, halifahamiwi hilo, bali alladhi yufahamu faqat kaunu duai fi sujudi muakkada. Linalofahamishwa au linalofahamiwa ni kuwa dua katika sujudu ni yenye kusisitizwa, kwamba inafaa katika rukuu, lakini katika sujudu inasisitizwa zaidi dua, kama alivyosema Mtume sallam, aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajid faakthiru fihi min ad-du'a. Mahali ambapo mtu anakuwa karibu na Mola wake ni pale katika kusujudu. Kukithirisheni kumwomba Allah. Mtu anamuinamisha Allah, anamdhalilikia Allah, uso wake unakuwa chini pale kwa ajili ya kumdhalilikia Allah. Pale ni mahali ambapo mtu anakuwa karibu na Allah, pale ndio ni sunna kumwomba sana Allah. Kwa hiyo baada adhkari sujud dua, baada adhkari sujud dua, sio usome dua peke yake bila adhkar. Hapana, adhkari kwanza, subhanaka allahumma bihamdika allahumma ighfirli, kisha ndio dua. Sasa qala wa tahaqququ al-ijabati fihi aqrabu min ghayrihi min mawadhi' as-salah. Uhakikisha kujibiwa dua katika sujudu ni karibu zaidi kuliko mahali pengine katika sala. Pale pa kusujudu ndio pana uhakika zaidi wa kukubaliwa dua kuliko sehemu nyingine yoyote katika sala. Wala yufham min alhadithi anna ad-du'a fi ghairi as-sujudi la yajuzu. Haifahami kwa hadithi hiyo kwamba kuomba katika isio kwa kusujudu haifai. Yani ni pale pale tu katika kusujudu, sehemu nyingine katika sala haifai. Haifahamiwi hivyo hadithi hiyo iliyopita. Waqad madha qabla qalilin hadithu sayyidati Aisha radhiyallahu anha annahu kana yad'u fi ruku'ihi biqawlihi subhanaka allahumma bihamdik allahumma ighfirli. Hadha du'aun, hadithi ya mama Aisha radhiyallahu anha kwamba Mtume alikuwa akiomba katika rukuu yake na kusema dhikri hii, subhanaka allahumma bihamdik allahumma ighfirli. Hii ni dua anasema. Wa qawlihi allahumma laka rak'atu wa bika amantu wa laka aslamtu wa alayka tawakkaltu anta rabbi. Hadha kulluhu dua. Hii pia ni dua. Idhi dua naw'an, kwa sababu dua ni sampuli mbili: dua mas'alatin wa talabin wa dua tamjidin wa ta'dhim. Kuna dua ya kuomba na dua ya kumtukuza Allah, pia inaitwa dua mas'ala wa talab wa dua tamjidin wa ta'dhim. والركوع بالصيغ التي وردت فيه من الأدعية والأذكار اشتمل على النوعين. Rukuu kwa matamshi yaliyokuja katika dua na adhkar imekusanya sampuli hizi mbili zote: dua mas'alatin wa talabin wa dua tamjidin wa ta'dhim. Fadalla ala jawazi dua fi rukuu. Kwa hadithi hii inafahamisha kufaa kuomba katika kurukuu, sababu hii dhikri ina mwisho allahumma ighfirli, subhanaka allahumma bihamdik allahumma ighfirli, si dua hiyo. Kwa hiyo yajuzu, kwa hadithi hii ni kwamba yajuzu dua katika kurukuu. Dua yenyewe ni hii, dua yenyewe ni hii, mtu asije akazidisha dua nyingine. Dua yenyewe iliyokusudiwa ni hii, subhanaka allahumma bihamdik allahumma ighfirli. Idhan maana qawli rasuli sallallahu alaihi wasallam amma as-sujudu fajtahidu fi ad-du'a, ma'nahu anna afdala mawadhi'i ad-du'a fi as-salati huwa as-sujud. Maana ya maneno ya Mtume, ama kusujudu, jitahidini kumwomba Allah katika kusujudu, maana yake ni kwamba mahali bora zaidi pa kumwomba Allah katika sala ni pale ukisujudu, ndiyo mahali bora zaidi pa dua. Lakini haina maana kwamba mahali pengine haifai kumwomba Allah katika sala, isipokuwa hapa ndio bora zaidi. Mtu anaweka kiungo chake kitukufu pale chini na kumwomba Allah azza wa jalla. Hapo ni mahali ambapo mtu anakuwa karibu sana na Allah
Kwa hiyo ni aula kuomba hapo katika sujudu baada adhkari sujud. Tumefahamu hapa al-i'tidalu min ar-ruku' wa ma yaqulu fihi. I'tidal katika kurukuu, ile kusimama wima baada ya kutoka katika kurukuu. I'tidal ni ile kusimama, wa ma yaqulu fihi, na dhikri anayosema katika i'tidal. Thumma kana sallallahu alayhi wasallam yarfa'u sulbahu min ar-ruku'i qailan sami'a Allahu liman hamida. Kisha alikuwa Mtume sallam anainua mgongo wake kutoka katika rukuu hali ya kusema sami'a Allahu liman hamida. Pale anapoinuka anasema sami'a Allahu liman hamida. Wa amara bidhalika almusi'a salatahu, akamwamrisha hilo yule musii salatahu. Faqala lahu, akamwambia la tatimmu salatu li ahadin minan nas, haikamiliki sala yoyote katika watu hatta yukabbira, mpaka aseme takbiratul ihram, thumma yarka, kisha rukuu, thumma yaqula sami'a Allahu liman hamida, kisha aseme sami'a Allahu liman hamida, hatta yastawi qa'ima, mpaka lingane sawa hali ya kusimama. Kwa sami'a Allahu liman hamida inasema wakati wa kuinuka, sio baada ya kuinuka. Baada ya kuinuka kuna dhikri nyingine, Allahumma rabbana walakal hamdu. Sio mtu asimame ndio aseme sami'a Allahu liman hamida. Baada ya kusimama ni rabbana walakal hamdu. Sami'a Allahu liman hamida inasema wakati unapoinuka, sio sawa? Kuna baadhi ya maimamu kadhaa wanafanya kosa hili baadhi ya maimamu kadhaa wanafasiwa hapa, lakini naona mimi nikiswali misikiti mingine wanafanya kosa hilo. Imamu anainuka kwanza ndio aseme sami Allahu liman hamida. Waweza ukaona umepata rukuu yake, kumbe umekosa, amesema sami Allahu baada ya kuinuka. Ni kosa, si mahali pake pale sami Allahu liman hamida. قال ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، mpaka lingane sawa hali ya kusimama. Wa kana idha rafa'a rasahu istawa hatta yauda kullu faqarin makana, alikuwa Mtume akiinua kichwa chake kutoka katika rukuu hulingana sawa mpaka kila mfupa urudi mahali pake. Tumaanina hiyo, hatta yauda kullu faqarin makanahu, mpaka kila mfupa urudi mahali pake kwa kutulizana pale. Thumma kana yaqulu wa huwa qaimun rabbana walakal hamdu, kisha Mtume alikuwa akisema na hali ameshasimama anasema rabbana walakal hamdu. Wa amara bidhalika kulla musallin mu'tamman au ghairahu, akamwamrisha hilo kila mwenye kusali, mwenye kufuata au mwenye kufuatwa au mwingine, sawa iwe ni imamu au maamuma. Faqala sallu kama raaitumuni usalli, na kusema salini kama mlivyoniona nikisali. Wa kana yaqulu, alikuwa Mtume akisema innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi, imamu amewekwa ili afuatwe. Wa idha qala sami'a Allahu liman hamida faqulu Allahumma rabbana walakal hamdu, imamu akisema sami'a Allahu liman hamida semeni Allahumma rabbana walakal hamdu yasma'u Allahu lakum fa inna Allaha tabaraka wa ta'ala qala ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam sami'a Allahu liman hamida, amemkubalia Allah mwenye kumsifu. Mkisema hiyo Allahumma rabbana walakal hamdu yasma'u Allahu lakum, Allah anakukubalieni hiyo himdi yenu. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qala ala lisani nabiyikum sallallahu alaihi wasallam sami'a Allahu liman hamida, Allah amemkubalia mwenye kumsifu. Wa allala al-amra bidhalik fi hadithin akhar biqawlihi, akatolea sababu ya jambo hilo katika hadithi nyingine kwa kusema fa innahu man wafaqa qawluhu qawla almalaika
ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ambaye maneno yake hayo yatayawafiki maneno ya malaika, atasamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Kwa dhikri hii ikiwa mtu ataisema sawa sawa sambamba na kauli ya malaika, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa kana yarfa'u yadayhi inda hadha al-i'tidal ala al-wujuhi al-mutaqaddimati fi takbirati al-ihram. Tumelikuwa kiinua mikono yake kwa i'tidali hii, pale akiinuka katika kurukuu anainua mikono kwa njia zilizotangulia katika takbiratul ihram. Wayaqulu wa huwa qa'im kama marra anifa, anasema hivyo na hali mwenye kusimama kama ilivyopita hapo nyuma. Kwanza anasema rabbana walakal hamdu, wa taratan, mara nyingine anasema rabbana lakal hamdu biduni wao. Hii ya mwanzo rabbana walakal hamdu. Pili, mara nyingine anasema rabbana lakal hamdu, wa taratan yudhifu ila hadhaini lafdhaini qawlahu. Mara nyingine anaongezea kwenye matamshi haya mawili, anaongezea kusema Allahumma rabbana walakal hamdu au Allahumma rabbana lakal hamdu. Mara nyingine anaongezea Allahumma. Kwa yote haya ni sunna yamekuja. Wakana yaamuru bidhalik, alikuwa akiamrisha hilo. Fayaqulu idha qala al-imamu sami'a Allahu liman hamida faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu fa innahu man wafaqa qawluhu qawla al-malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ilikuwa mtume akiamrisha hilo na kusema, akisema imamu sami'a Allahu liman hamida, nyinyi semeni Allahumma rabbana lakal hamdu, kwani mwenye kuwafiki kauli yake hiyo, kauli ya malaika, husamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Hapa pana ikhtilafu ambayo labda pengine Sheikh Bazamul ataelezea kwamba ataelezea huko mbele. Je, watu wote wanasema hii sami Allahu liman hamida au ni imamu peke yake? Al-Imamu Shafi'i katika kitabu chake asema wote wanasema. Imamu wanasema sami Allahu liman hamida na maamuma wanasema kwa siri, halafu wanaongezea Allahumma rabbana wakal hamdu. Wote imamu na maamuma wanasema adhkari hizi wote, ingawa baadhi ya maulama wanasema hapana, ni imamu peke yake anasema sami Allahu liman hamida. Kwa hadithi hii, nyinyi semeni Allahumma rabbana lakal hamdu fa innahu man wafaqa qawluhu qawla al-malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, kwani mwenye kuwafiki kauli yake hiyo akawafiki na kauli ya malaika, atasamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Wa kana taratan yazidu ala dhalik, alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam mara nyingine akizidisha zaidi ya dhikri hiyo, imma mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shita min shay'in ba'du wa imma mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil ma shita min shay'in ba'du. Wa taratan yudhifu ila dhalik qawlahu, mara nyingine anaongezea hivyo kauli hiyo, anaongezea ahla ath-thana'i wal majdi la mani'a lima a'tait wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu. Wa taratan yakunu lidhafa, mara nyingine inakuwa kuongezea, anaongezea mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shita min shay'in ba'du ahla ath-thana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu. Hii yote ni dhikri ya i'tidali. I'tidal baada ya kusema sami Allahu liman hamida, rabbana Allahumma rabbana walakal hamdu, unaendelea hii ahla ath-thana'i wal majdi mpaka mwisho hapa. Wa taratan yaqulu fi salati al-layl li rabbiyal hamdu li rabbiyal hamdu, yukarriru dhalik, anakariri hilo la rabbiyal hamdu, la rabbiyal hamdu, la rabbiyal hamdu, anakariri dhikri hiyo
حتى كان قيامه نحو من ركوعه الذي كان قريبا من قيامه الأول. anakariri hilo mpaka inakuwa kusimama kwake ni kama kurukuu kwake kulikokuwa karibu na kusimama kule kisimamo kile cha kwanza. Wakana qaraa fihi surat al-Baqara, alikuwa amesoma suratul Baqara yote. Kwa hiyo akiitadili i'tidali inakuwa karibu na rukuu yake, rukuu iliyo karibu na kusimama kwake kwa kusoma sura hiyo. Ya 10, dhikri ya 10, rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Hii pia ni sunna katika i'tidal. baada ya sami Allahu liman hamida, rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Qalahu rajulun, alisema hiyo mtu mmoja, kana yusalli waraahu sallallahu alaihi wasallam, alikuwa akisali nyuma ya mtume sallam sahabi huyo, baada ma rafa'a ra'sahu, baada ma rafa'a sallallahu alaihi wasallam ra'sahu min ar-rak'a, baada ya mtume kuinua kichwa chake katika kurukuu, waqala sami'a Allahu liman hamida, akaendelea huyo sahabi kusema hii, rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Falamma insarafa Rasulullah sallam, mtume alipomaliza sala yake, qala manil mutakallimu anifa, nani aliyesema dhikri hiyo hivi karibuni? Faqala ar-rajulu ana ya Rasulallah, mimi mtume wa Allah. Faqala sallallahu alayhi wasallam, laqad ra'aytu bid'atan wa 30 malaka yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwala, nimewaona zaidi ya malaika 30 wanaikimbilia hiyo, hayo maneno uliyosema, wanakimbilia dhikri hiyo, nani katika wao atakaiandika mwanzo? Mtume akafanya takrir ya kuthibitisha dhikri hii, rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Naktafi bihadha alqadr, wallahu a'lam, sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.